Waandishi wa habari ndio mnahitaji uhuru wa habari kwenye nchi yetu. Ni kweli mnahitaji kwamba mfanye mazingira salama, lakini maudhui mnazozitengeneza zinaenda kupotosha maadili ya nchi yetu. Lazima kama nchi tukatae kabisa moja kwa moja. Mheshimiwa Waziri, kuna content creators, kuna waandishi wa habari, kuna watu maarufu wanapotosha maadili na utamaduni wa taifa letu. Sisi tunakuomba kama ambavyo mmefanya kwenye ithibati kuchuja ambao hawana standard za uandishi wa habari, twende tukasimamia hili kwa pamoja. Tusimwachie Mama Gwajima peke yake, mtu wa maendeleo ya jamii, kwa watu ambao kwa sababu tu ya umaarufu. Nenda Rwanda pale huwezi kupata umaarufu kijinga tu. Lazima upate umaarufu kwa kitu bora unachokifanya kwenye taifa lako. Unapata umaarufu kwa kutangaza vitendo vya ovyo na vya ajabu ambavyo vinavunja maadili yetu. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba lisimamie hilo, lakini sio wewe tu, pamoja na jeshi la polisi kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Lazima ikuunge mkono. Tunapoenda kwenye ultimatum ya maadili ya nchi, lazima Watanzania tukubaliane. Sio swala la kwamba waziri anabana, mbona anatuingilia. Hakuna kuingilia kwenye swala la maadili. Swala la maadili ni mustakabali wa nchi. Swala la maadili ni usalama wa nchi. Swala la maadili ni swala ambalo linahusisha taifa letu miaka 30, miaka 100 ijayo. Hili sio swala la kwamba waziri hakuna. Mheshimiwa Waziri, songa mbele, wabane kadri unavyoweza kuwabana. Watu wa TCRA, watu wa polisi wafanye kazi kuhakikisha kwamba tunalinda heshima ya nchi yetu. Content tunazozirisha kwenye jamii ziwe ni content zenye maadili na zinazobeba sifa za taifa letu. Mheshimiwa Waziri, content creators, waandishi wa habari ndio mnahitaji uhuru wa habari kwenye nchi yetu. Ni kweli mnahitaji kwamba mfanye mazingira salama, lakini maudhui mnazozitengeneza zinaenda kupotosha maadili ya nchi yetu. Lazima kama nchi tukatae kabisa moja kwa moja. Mheshimiwa Waziri, kuna content creators, kuna waandishi wa habari, kuna watu maarufu wanapotosha maadili na utamaduni wa taifa letu. Sisi tunakuomba kama ambavyo mmefanya kwenye ithibati kuchuja ambao hawana standard za uandishi wa habari, twende tukasimamia hili kwa pamoja. Tusimwachie Mama Gwajima peke yake, mtu wa maendeleo ya jamii, kwa watu ambao kwa sababu tu ya umaarufu. Nenda Rwanda pale huwezi kupata umaarufu kijinga tu. Lazima upate umaarufu kwa kitu bora unachokifanya kwenye taifa lako. Unapata umaarufu kwa kutangaza vitendo vya ovyo na vya ajabu ambavyo vinavunja maadili yetu. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba lisimamie hilo, lakini sio wewe tu, pamoja na jeshi la polisi kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Lazima ikuunge mkono. Tunapoenda kwenye ultimatum ya maadili ya nchi, lazima Watanzania tukubaliane. Sio swala la kwamba waziri anabana, mbona anatuingilia. Hakuna kuingilia kwenye swala la maadili. Swala la maadili ni mustakabali wa nchi. Swala la maadili ni usalama wa nchi. Swala la maadili ni swala ambalo linahusisha taifa letu miaka 30, miaka 100 ijayo. Hili sio swala la kwamba waziri hakuna. Mheshimiwa Waziri, songa mbele, wabane kadri unavyoweza kuwabana. Watu wa TCRA, watu wa polisi wafanye kazi kuhakikisha kwamba tunalinda heshima ya nchi yetu. Content tunazozirisha kwenye jamii ziwe ni content zenye maadili na zinazobeba sifa za taifa letu. Lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona bajeti imeombwa hapa zaidi ya bilioni 500 na kitu. Pesa nyingi naona zinawekwa kwenye kutengeneza barabara, kutengeneza viwanja, kuweka mazingira mazuri. Tunashukuru sana. Lakini nataka nimwambie Mheshimiwa Waziri kwamba viwanja havichezi pale ndani. Kama hatutawekeza kwenye timu ya taifa na tutapeleka wazee wale, itakuwa ndo aibu ya kwanza kukutana nayo katika mechi ya kwanza ya ufunguzi, na rais yuko pale, tunapigwa 3, hata refa abebaje hawezi kutupa penalty 3. Kwa hiyo nataka nikupe ushauri Mheshimiwa Waziri, bado muda tunao, twende tukatafute vijana, na hata ukitaka sisi hapo tuko wabunge wenzako, tutakusaidia kwenye engo moja. Tupe kazi, kila mbunge kwenye jimbo lake akuletee vijana 2 kiboko kabisa kwenye jimbo, wakusanye pale Dar es Salaam. Tuko wabunge hapa zaidi ya 270 na kitu. Tukikuletea vijana 2 au 3, utapata vijana 800. Mwambie mzee Gamondi kama hayupo, where is Mr. Gamondi? Angenisikia na yeye. Mkusanyie vijana 800 pale, mwambie katika hawa vijana 800 ambao nimewaleta kutoka kwenye kila jimbo, naomba upate wachezaji 25 ambao wataenda kushambulia pale. Vinginevyo ukipeleka wazee, ndo utaona namna ambavyo unaenda kupata aibu mbele ya Mheshimiwa Rais. Ndugu yangu, na mimi wewe ni jamaa yangu, lazima nisimame na wewe, tutaaibika wote pamoja. Na kushauri, tutafute vijana katika mashule, tutafute vijana katika majimbo, na sisi wabunge kidogo kariski kapo kidogo, tuna uwezo wa kusaidia hata kuwasafirisha hao vijana kwa pesa zetu, tuwalete Dar es Salaam, wakusanyike pale, uchuje
lazima tushirikishe sisi, kwa sababu ukiwapa maafisa michezo wataona dili limeingia kwenye kazi. Sisi wabunge tunapenda sifa, kwa lazima turuetea watu ambao watatuletea sifa kwenye majimbo yetu. Tupe nafasi tukusaidie. Hii kazi uiwezi wewe mwenyewe ndugu yangu. Tupe nafasi tukusaidie, tupate timu yenye vijana. Ukipeleka wazee, akili inataka kupiga, mwili unakataa kabisa. Viungo vimeshaenda. Viungo viko old. Na unajua mataifa mengine wanakuja hapa wana hasira, hawatatuhurumia tu kwa sababu sisi ndio tumeandaa haya mashindano. Tutapigwa kama ng'ombe, na mimi hiyo sitokubali, na itazidi kutupa ugumu sisi ambao tunahamasisha wananchi waende wakaishabikie timu ya taifa. Usifikiri timu ya taifa watu hawaipendi, ila wanaogopa vipigo. Wakienda pale wanaona kabisa ninaenda kushabikia, lakini kipigo nitakachokutana nacho kitanirudisha na